Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo basi tunazungumza hasa kuhusu uongozi ndani ya kanisa Katoliki. Mimi ni Selina Joseph Matuja, siko peke yangu, niko na mgeni wetu ndani ya studio, ndugu Gordon Rwenyagira. Nikukaribishe sana. Asante, nashukuru tena. Ndio. Shukrani sana. Basi ninapokukaribisha, nimkaribishe pia tuweze kufungua kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na mpenzi mtazamaji, karibu sana katika sehemu hii ya kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo kama nilivyokudokeza, kikubwa sana tunazungumza kuhusu uongozi. Lakini ndani ya mwaka huu 2025 tunajikita na mada kuu karakana ya uongozi. Lakini mada ambayo tutazungumza leo ni ratiba na mwongozo wa uchaguzi wa viongozi wa halmashauri walei ngazi mbalimbali katika kanisa Katoliki. Basi nimkaribishe atupe kwa muhtasari. Juma lililopita, hebu tupitishe kidogo. Ndio. Machache halafu twende yale. Asante sana. Basi kutokana na mwongozo ambao umetoka halmashauri ya walei taifa, utume wa walei taifa umetoa ratiba kwamba huu mwaka ni wa uchaguzi. Kwa kuanzia mwezi Julai 2025 mpaka mwezi Mei 2026, kila majimbo yote kwa Tanzania tunatakiwa kufanya chaguzi za viongozi wa halmashauri ya walei kuanzia ngazi ya jumuiya ndogo ndogo mpaka ngazi ya jimbo. Kwa hiyo basi wiki iliyopita, kwenye kipindi kilichopita, tukaongelea basi hiyo ratiba kwa undani, kipi kinaanza na kipi kinafuata, na kuzingatia sana kwamba hii ratiba ukikosea tu kuna watu unawanyima haki zao. Ndio maana imeanza vyama vya kitume, vyama, mashirika na jumuiya za kitume, inafuata kamati tendaji ngazi ya jumuiya, tukaja ngazi ya kanda, tukaja katika ngazi nyingine tena ya upande wa vigango, unaona, tumekuja tukatoka hapo katika ngazi ya dekania, parokia, zeni tunakuja ngazi ya dekania na jimbo. Kwa sasa hii ratiba inavyoanza katika ngazi ya jumuiya, halmashauri ya walei ya jumuiya inahitaji kuwa na mwenyekiti wa chama jumuiya za kitume awepo, VMJ. Sawa, jumuiya, mashirika na vyama vya kitume. Kwa hiyo sasa ina maana ni lazima tuanze uchaguzi kwenye vyama vya kitume. Hivi ndio labda tuvitaje kama viwili au vitatu ili kumweka mtazamaji kwamba ajue ndio mimi. Ndio hivyo katika ngazi ya jumuiya huku tuna vile vyama ambavyo vinajulikana vya kilika, vya kwa mfano kuna jinsia, WAWATA, UWAKA, kuna wazee na wastaafu, kuna vijana. Hivyo ndo vile ambavyo uchaguzi tunauongelea ngazi ya jumuiya ndogo ndogo. Tunaenda na kanda, tunaenda katika ngazi nyingine hizo, wengine wanasema ni kanda, wengine wanaita majina mengine. Sawa. Sasa tunapofika ngazi ya parokia, vyama vya kitume viko vingi. Kwa kuna hivi vya kilika na kijinsia, lakini kuna vingine vya kihiari. Kama tunavyosema moyo mtakatifu wa Yesu, utume wa Fatima. Kwa hiyo kuna wazee kuna vingine, kwa mfano Yusufu Almataya, Regio ya Maria, viko vingi, Rita Akashia. Kwa hiyo viko zaidi ya, kwa mfano ngazi ya jimbo kuu la Dar es Salaam viko zaidi ya 24. Kwa hiyo tukienda maparokiani kuna vyama vingine vipo maparokiani lakini havijafika ngazi ya
jimbo. Kwa basi hiyo wiki iliyopita ndio ilikuwa tunaiongelea hiyo ratiba. Ila tutawakumbusha kwa sababu bado na leo tunaongelea ratiba na mwongozo, tutawapitisha. Inawezekana kuna wale walikosa kipindi kilichopita, basi kwenye mada ya leo ambayo tunaiongelea kuhusiana na ratiba na mwongozo wa uchaguzi tutaiongelea tena. Basi mtazamaji, bila shaka utakuwa umepata kwa muhtasari kile ambacho tulikifahamu katika wiki iliyopita. Basi leo twende zaidi katika mada ya leo. Asante sana Selina. Basi kwa niaba ya mkurugenzi utume wa walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Padri Vitalis Kasembo, ambaye nimefika hapa kumwakilisha yeye mwenyewe, kuna mwongozo umetoka katika halmashauri ya walei, utume wa halmashauri ya walei, na vile vile kwa kufuata katiba ya halmashauri ya walei taifa kuhusiana na uchaguzi wa viongozi wa halmashauri ya walei ndani ya kanisa Katoliki. Kila jimbo inatakiwa kufanya uchaguzi. Basi kwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam tumepewa mwongozo pamoja na ratiba. Na huu mwongozo pamoja na ratiba tumeombwa sana tuufate kwa makini. Tujitahidi, labda tuelekezwe vinginevyo. Kwa hiyo uchaguzi katika kamati tendaji za halmashauri ya walei majimbo, kutokana na mwongozo wa utume wa walei taifa ambavyo umeelekeza, utasimamiwa na wakurugenzi wa idara ya utume wa walei ngazi ya jimbo. Kwa hiyo ina maana viongozi au wakurugenzi wa idara ya utume wa walei ngazi ya jimbo wanahusika moja kwa moja kuhakikisha kwamba chaguzi za kamati tendaji za halmashauri ya walei katika majimbo husika yanafanikiwa. Kwa hiyo ili ambalo ni la uchaguzi sasa ngazi ya jimbo, jimbo limetuletea ratiba. Na hii ratiba tunaomba sana basi katika ngazi ya maparokia nao watengeneze ratiba kutokana na hii ratiba ya jimbo jinsi ambavyo imetolewa. Kwa sababu tumesema uchaguzi unaanza Julai 2025 mpaka Mei 2026. Basi kutokana na ratiba hii, kama ambavyo jimbo limeangalia ratiba ya taifa na ikaipokea maelekezo kutoka taifa na wakatupa sisi ratiba ngazi ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, basi kila parokia na yenyewe kutokana na hii ratiba watengeneze ratiba kwenye parokia zao. Kwa hiyo uchaguzi kama ambavyo imeelekezwa na baba mkurugenzi utume wa walei ni kwamba uchaguzi huo umepangwa kufanyika katika kipindi kuanzia Julai 2025 mpaka Mei 2026. Ili kufanikisha zoezi hili, lazima tuanze na utaratibu mzima wa uchaguzi kuanzia ngazi ya jumuiya ndogo ndogo hadi ngazi ya halmashauri ya walei jimbo. Hiyo ndo ambavyo inatakiwa kuwa. Na mwongozo huo baba mkurugenzi utume wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Father Vitalis Kasembo ametupa ratiba ambayo tunatakiwa tuifuate. Kwa hiyo hiyo ratiba ambayo tumetakiwa kuifuata naomba niisome. Kusudi wale ambao hawakuweza kufuatilia kwenye kipindi kilichopita waweze kuiona ratiba inasemaje. Kwa hiyo nitasema kipindi ambacho uchaguzi utafanyika ni kwa ajili ya ngazi gani ya uchaguzi na ni nani watakuwa wasimamizi katika huo uchaguzi. Kwa mfano, katika hii ratiba ya uchaguzi tunaanza tarehe 1 Julai mpaka tarehe 15 Agosti. Katika ngazi hii tunachagua kamati tendaji, vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Na wasimamizi ni kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Tarehe 15 Agosti mpaka tarehe 30 Septemba ni kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, na wasimamizi ni kamati tendaji kanda au mtaa au kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia na kamati tendaji ya parokia. Tarehe 1 Oktoba mpaka tarehe 15 Oktoba, kamati tendaji za vyama, mashirika, jumuiya za kitume ngazi ya mtaa pamoja na kanda. Na wasimamizi katika ngazi hii ni kamati tendaji kanda, mtaa au kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia. Tarehe 16 hadi tarehe 31 Oktoba 2025 ni kamati tendaji za mitaa pamoja na kanda. Na wasimamizi katika ngazi hii ni kamati tendaji kigango au parokia au kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia.
tarehe 1 Novemba mpaka tarehe 15 Novemba 2025 tunachagua kamati tendaji za vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya kigango, na watakaosimamia uchaguzi huo ni kamati tendaji ya kigango waliopo kwa sasa. Tarehe 16 Novemba mpaka tarehe 30 Novemba tunachagua kamati tendaji za vigango, na wasimamizi katika ngazi hii ni kamati tendaji ya parokia na kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia. Mwezi Disemba wote umetengwa kwa ajili ya kuchagua kamati tendaji za vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya parokia, na wasimamizi katika ngazi hii ni kamati tendaji parokia na kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia. Tarehe 1 Januari mpaka Machi 2026 ni kamati tendaji za halmashauri ya walei parokia. Wasimamizi wa uchaguzi huu ambao tunachagua kamati tendaji za halmashauri ya walei parokia ni kamati tendaji jimbo pamoja na kamati ya uinjilishaji ngazi ya jimbo. Tarehe 1 Aprili mpaka tarehe 15 Aprili 2026 tunateua au tunafanya chaguzi za kamati tendaji vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya dekania, na wasimamizi katika ngazi ya dekania kuchagua kamati tendaji za vyama, mashirika na jumuiya za kitume ni kamati tendaji na kamati ya uinjilishaji ngazi ya dekania. Tarehe 16 Aprili mpaka 30 Aprili 2026 tunafanya chaguzi kamati tendaji halmashauri ya walei ngazi ya dekania, na wasimamizi katika ngazi hii ya dekania kuchagua halmashauri ya walei dekania kamati tendaji ni kamati tendaji ya jimbo pamoja na kamati ya uinjilishaji ngazi ya jimbo. Mwezi Mei ni mwezi wa kuchagua kamati tendaji za vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya jimbo, na wasimamizi katika ngazi hii ni kamati tendaji jimbo na kamati ya uinjilishaji ngazi ya jimbo. Kwa mwezi huo Mei tunachagua vile vile kamati tendaji ya halmashauri ya walei ngazi ya jimbo, ambaye msimamizi ni mkurugenzi utume wa walei ngazi ya jimbo. Kwa dada Selina, nafikiri umeona kwamba tumewapitisha kwenye ile ratiba jinsi ambavyo inataka. Kwa kuna vitu vya kuzingatia, na hivi ndio vya muhimu sana kwamba sote tunaombwa kufuata ratiba. Hii ratiba ambayo imetolewa tunaomba tuifate mpaka pale tutakapoambiwa vinginevyo. Lakini kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia, kila parokia na kigango zinatakiwa kuandaa au kuunda kamati za uinjilishaji zitakazosimamia chaguzi mbalimbali au kama ambavyo itakavyoelekezwa na uongozi wa parokia. Kwa hili tunalisisitiza sana kwa sababu kamati tendaji peke yake ni wachache, hawawezi kusimamia na kuratibu chaguzi zote. Kwa lazima ialakia ngazi ya parokia au ngazi ya kigango basi wawe na kamati ya uinjilishaji. Kwa hili ni la msingi ili kuweza kufanikisha zoezi la uchaguzi. Lakini kingine, kutakuwa na semina za uongozi. Kwa semina zitolewe kabla ya uchaguzi katika ngazi zote. Baba mkurugenzi wametoa mwongozo kama ambavyo nimesema, kuna mwongozo ambao unaonyesha ni vitu gani vya kuzingatia lakini semina vile vile wametupa ni vitu gani vya kuwafundisha kwa ajili ya kujiandaa. Na vile vile vipengele ambavyo tutavichukua kutoka kwenye Biblia takatifu au kwenye maandiko ni vipi ambavyo tutavitafakari siku ya uchaguzi. Kwa kitu kingine ni msimamizi wa uchaguzi anatakiwa kufuata kanuni na taratibu za uchaguzi kwa kufuata katiba ya halmashauri ya walei ya Tanzania. Hili ni la msingi kwamba msimamizi wa uchaguzi anatakiwa kufuata kanuni na taratibu za uchaguzi kwa kufuata katiba ya halmashauri ya walei Tanzania. Hakuna kampeni, dada Selina. Sababu huwa tunaona utafikiri umekuwa uchaguzi wa mambo ya kisiasa au utafikiri kuna manufaa. Wengine wanakimbilia huko wanaangalia labda kuna chochote, lakini kanisani hakuna
kampeni. Kwa hiyo hii kwa kuwa hakuna kampeni, yani unafanyaje sasa? Kwa mfano kampeni haziruhusiwi kabla na wakati wa uchaguzi. Ndio maana nitaelezea jinsi ambavyo utaratibu mzima utakavyofanyika. Na kitu kingine cha msingi sana, fomu ya uchaguzi zijazwe vizuri nakala 2 na kuwasilishwa sehemu husika. Kuna fomu za uchaguzi, viongozi wote ngazi ya parokia waliopo wameshapewa jinsi ambavyo fomu inafanana na jinsi ya kuweza kuijaza. Na fomu hizi wanazichukua muda gani, kabla ya siku ngapi labda? Tayari wanazo tayari. Yani katika huu mwongozo tunamshukuru Mungu sana. Wanachapa kazi. Wako vizuri. Wameshatoa mwongozo na huo mwongozo una tayari fomu. Na naweza kuonyesha dada Selina hizi fomu tayari tunazo. Ndugu mtazamaji wa TV, yani fomu tayari tunazo kwa ajili ya kuangalia matokeo ya nafasi mbalimbali, kwamba kura zilikuwaje, majina ya viongozi waliochaguliwa, idadi ya kura walizopata, namba zao za simu, wasimamizi watatoa neno lao, mwenyekiti wa kamati tendaji, maoni ya msimamizi kuhusu uchaguzi, maoni ya mwenyekiti wa kamati tendaji, maoni ya paroko, na paroko ana saini na kuweka jina lake. Kwa hivi vyote vipo, na taarifa ya kiongozi kama tendaji parokia baada ya kuchaguliwa atatoa taarifa yake. Kuna kiapo, zipo fomu zote. Kwa hiyo sasa hizi taarifa zote zimeshawafikia. Uzuri naweza nikasema watu wanachapa kazi na wamejiandaa. Na tumesema huu uchaguzi tumejiandaa vizuri. Kwa hiyo jinsi ambavyo uchaguzi utakavyoendeshwa, utakuwa na sehemu mbalimbali. Sehemu ya kwanza kabisa utakuwa na sala kabla ya uchaguzi. Ili ni la msingi sana siku ya uchaguzi kulizingatia, kwamba wale ambao ni wasimamizi wajitahidi sana kuzingatia mwongozo ambao tumepewa na utume wa walei ngazi ya jimbo. Kwa hiyo kutakuwa na sala kabla ya uchaguzi, tutasali ile sala ya uje Roho Mtakatifu, na baada ya hapo tutasali Baba Yetu, Salamu Maria pamoja na Atukuzwe 3. Tukimaliza tutakuja kwenye masomo kutoka kwenye Biblia takatifu. Na kuna somo kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 1 mpaka 15, lakini vile vile na sura ya 4 aya ya 10 mpaka 17 kutoka hiyo. Lakini kitabu kingine ni Isaya sura ya 6 aya ya 8 mpaka 13, na vile vile Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 21 mpaka 26. Baada ya kupitia haya masomo ya Biblia ambayo yatasomwa siku hiyo ya uchaguzi, tutaimba wimbo wa uje Roho Mtakatifu. Kwa baada ya wimbo wa Roho Mtakatifu hapo tutakuja na semina fupi ya uongozi katika kanisa. Kwa katika hii semina fupi ya uongozi katika kanisa itakuwa inaelezea kwa nini tunatoa semina. Na vile vile tunashauriwa kusoma maelekezo ili tuweze kujua aina ya viongozi, sifa ambazo wanatakiwa kuwa nazo, majukumu yao. Tusianze tu kuchagua bila hata kuwasomea wakajua. Yani na ni vizuri kila muumini, kwa sababu hii miongozo imetolewa, ni vizuri kuwashirikisha wajue kwamba sifa ni zipi tunazitegemea, lakini na majukumu ni yapi ambayo unategemea kwenda kuyatekeleza. Sehemu ya sifa ambazo nikizitaja kwa kifupi, tunajua kwamba anatakiwa awe Mkatoliki kuanzia miaka 18. Lakini hapa ninaposema Mkatoliki, unajua kuna ndoa za mseto ndani ya kanisa Katoliki. Inawezekana kuna mtu ni MKKKT, Mluteri au dhehebu lingine, ameoa au ameolewa ndani ya kanisa Katoliki na mwenzake. Sasa huyu ambaye ni MKKKT au Mluteri au mtu mwingine, yeye hatakiwi kuwa kiongozi. Hilo wasifanye kosa. Anatakiwa awe Mkatoliki. Hilo ni la kuzingatia sana. Lakini vile vile kuna swala la elimu limeongelewa. Hapa elimu sio kuwa profesa au kuwa na degree nyingi au na nini. Hapa kabla tujaenda mbali, turudi hapa kwenye hizi ndoa za mseto. Ndoa ndio. Ambapo umesema anaweza kuwa labda wa dhehebu lingine. Ndio.
lakini ameolewa na Mkatoliki. Yeye hatakiwi kuchaguliwa. Ndiyo. Kwa maana hiyo huyu ambaye ni wa dhehebu lingine, huyu hajabadilisha dini. Ndio. Yaani Okay. Unaongelea yule sababu unaposema kwamba sio Mkatoliki tayari ina maana hajabadilisha dini. Nafikiri umeelewa hapo. Hapo nimekupata. Kwa hiyo ina maana ni msingi sana kuhakikisha katika hilo linafuatiliwa. Linafuatiliwa kwa kiongozi awe Mkatoliki. Ndio. Kingine nimesema kwamba awe na elimu ya kutosha. Sasa hii elimu nimesema sio lazima iwe PhD au doctor au profesa au degree. Tunachoangalia hapa ni hekima na busara. Kwa sababu mtu anaweza kaa ni profesa lakini hana busara au hana hekima. Kanisa aliendeshwi na kuangalia kimwili, tunaangalia zaidi kiroho. Kwa hiyo tunaangalia mtu ile busara yake na hekima yake inatosha sana. Kwa hiyo unakuta mtu huyu akawaongoza vizuri kuliko yule ambaye ana madigrii mengi. Kwa hiyo kanisa linaangalia mtu jinsi ambavyo hekima ya mtu ambayo iko ndani yake. Lakini awe mwaminifu, mwajibikaji, awe safi kimwili na kiroho. Kwa hii hapa tunasema kwamba swala la imani liambatane na matendo, ndipo inakuwa hai. Sababu naweza nikawa sasa ni Mkatoliki, lakini Mkatoliki jina, maisha yangu hayampendezi jirani, hayampendezi yoyote katika jumuiya ninaoishi nao. Kila mtu yani unakuwa wewe unaongelewa tu vibaya. Kwa hiyo tumuite awe mwadilifu. Nafikiri hilo la msingi sana. Lakini kingine awe ni mshiriki na mshirikishaji. Kuna watu ni wabinafsi sana. Na unakuta ikiwa kwenye kamati mmechagua, basi atataka mawazo yake tu, ya mengine yote sio ya muhimu. Kwa sasa awe ni mshiriki na mshirikishaji. Umeona? Lakini kwenye swala hili sifa nyingine, umiliki na uelewa wa pamoja. Tena hili baba mkurugenzi amelisisitizia sana sana. Tunapenda kwa sababu tunapewa maelekezo mengi kutokana na hierarkia yetu. Nakupa mfano. Sasa hivi tuko kwenye tegemeza jimbo. Je, sisi tunapokaa na baba askofu na viongozi wetu wakatuelekeza kwamba sasa hivi kipindi hiki ni cha tegemeza jimbo, tunalibebaje kama viongozi ngazi ya parokia na kigango, na tunalihamasishaje kusudi kuweza kulifanikisha? Kwa hilo nalo ni la msingi sana. Lakini kingine, kwa mfano warsha zinavyokuja, ni maagizo na maelekezo kutoka kwa baba askofu. Tunalibebaje ngazi ya parokia, tunabebaje ngazi ya vigango na parokia teule kufanikisha lile ambalo tumeombwa na baba askofu. Unakuta warsha tunawaamini wengi tu hapa wabatizwa Dar es Salaam, lakini wanaoshiriki ni wachache. Kwa sasa hapo tunaona je, ile utii wa umiliki wa pamoja ya yale maagizo ambayo tunapewa. Tumeambiwa kwa mfano sadaka Pentekoste zote ziende kwenye akaunti ya halmashauri ya walei. Lakini je, ni parokia zote zimepeleka kwa uaminifu? Umeelewa? Kwa haya yote ndio ile umiliki wa pamoja vile ambavyo tunakuwa tunaelekezwa. Baba askofu ametuambia michango kila mbatizo wa shilingi 2,200. Je, kila mtu anashiriki na kwa wakati? Tumeambiwa sasa hivi kuna kampeni ya Tumaini Media, tegemeza Tumaini Media. Kila mbatizwa ashiriki angalau shilingi 1,000. Sawa? Wabatizwa wote tulioko Dar es Salaam tukitoa 1,000. Mambo mengi yanafanyika. Kwa tunaona kwamba bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Lakini wawe vile na upeo wa kuona mbali, wanajiamini, apendeke na wale ambao wamemchagua. Kwa hivyo ni baadhi ya vile sifa ambazo naziongelea kwenye hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu ya semina ambayo itaongelewa ya uongozi. Tunatafuta kiongozi wa aina gani, awe na sifa za aina gani. Lakini maana ya uongozi taiona kwa Waebrania sura ya 5 aya ya 1 na aina ya viongozi ambao tunawatarajia. Kwa hiyo dada Selina, kama muda unaruhusu utaniambia kwamba niendelee au tunakaribia kwenda break. Kwa hapa tu niseme tuende mapumziko, tutakaporejea basi utaweza kutupitisha zaidi kwenye jambo lingine ambalo pia tumeliandaa kwa siku ya leo kwa ajili ya mtazamaji wetu. Ndiyo. Lakini afahamu tu kwamba mwezi unaokuja, ni siku zimebaki chache, kutakuwa na
uchaguzi wa viongozi halmashauri ngazi hiyo ya awali. Ndiyo. Basi tupate mapumziko, tutakaporejea tutazungumza zaidi. Nashukuru sana dada Selina. Na mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, na sasa tunaendelea baada ya kuwa na mapumziko mafupi. Kumbuka tu kama ndio kwanza unafungua runinga yako, kipindi unachokitazama ni Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinahusu mambo ya uongozi ndani ya Kanisa Katoliki. Na mada ambayo tulikuwa tukizungumza hapa sasa, na Mr. Gordon alikuwa anaendelea kuzungumzia juu ya umiliki na uelewa wa pamoja. Umiliki na uelewa wa pamoja, ambayo ametuelezea kidogo, pia kapata kutufahamisha sifa za kiongozi bora ndani ya kanisa. Kwa hiyo mada ambayo tunazungumza ni ratiba na mwongozo wa uchaguzi wa viongozi halmashauri ya walei ngazi mbalimbali katika Kanisa Katoliki. Na tumesikia hapa moja kubwa sana la kuzingatia. Kiongozi anatakiwa kuwa Mkatoliki. Hata kama wewe una ndoa ya mseto, lakini yule mama au yule baba yeye hajabadilisha dini, yuko katika dini yake, basi yule hawezi kuchaguliwa katika uchaguzi huu tunaozungumza. Ndio. Mr. Gordon, karibu sana. Asante sana. Basi kama ambavyo nimesema hiyo sehemu ya kwanza, baada ya kusali sala ya uje Roho Mtakatifu kupitia hizo sala ya Baba Yetu, Salamu Maria na Atukuzwe Tatu, nikasema kuna masomo ya Biblia ya kupitia, nikasema tuende kwenye wimbo wa uje Roho Mtakatifu na semina fupi ya uongozi. Kwa hatua inayofuata sasa ni wasimamizi kujitambulisha. Wasimamizi kujitambulisha. Labda tumwambie mtazamaji kabla, wakati anasikiliza, inawezekana kuna kipengele ambacho kimekupita na nafasi ya kuuliza swali unayo. Karibu sana kwa nambari ya 0742 77 34 44, maana pale kuna namba nyingi zinapita, lakini ni vema nikikutajia tena. Namba ni 0742 77 34 44. Haya, hiyo ndio namba ambayo unaweza kuuliza swali. Namba ni 0742 77 34 44. Naam, Mr. Gordon, karibu sana, tuendelee hapo. Asante. Basi baada ya wasimamizi kujitambulisha, na wajitambulishe wao wenyewe kwamba wametoka wapi, nani wakina nani, na wamekuja kwa ajili ya dhumuni gani. Na vile vile wanajumuia nao wanatakiwa wajitambulishe. Na wanapojitambulisha, kila mtu anapojitambulisha, ni vizuri msimamizi akamuuliza, unapokea sakramenti? Yeye anatakiwa kujibu ndio au hapana. Kwa akishasema hapana, ina maana hastahili. Nafikiri umeelewa hapo. Kuchaguliwa kama unataka kumchagua au yeye mwenyewe kwenda kugombea, ndio hastahili kuchaguliwa. Kwa sababu ana kikwazo cha sakramenti. Kwa hiyo msimamizi aulize kama kuna Mkristo ambaye hayupo na alitoa uzuru. Sasa je, kwa mfano huyo Mkristo Mkatoliki amebatizwa, amepata komunio ya kwanza, sakramenti moja tu ndo anaikosa, labda kipaimara, hawezi kuchaguliwa? Huyo anaweza kuchaguliwa, lakini kama hana kizuizi cha sakramenti. Nafikiri umenielewa. Kwa sababu umesema huyu mtu kwa mfano amebatizwa. Ndio. Amepata komunio ya kwanza. Sasa ameshapata komunio tayari, na maana anapokea sakramenti. Ndio. Kupokea sakramenti hana kizuizi, na maana sasa hapo. Nafikiri umenielewa. Hapo nimekuelewa. Ila kama ana kizuizi, sababu anaweza kawa mtu amebatizwa. Ana ndoa sugu ambayo tunaita ndoa gani zile, hajafunga ndoa, uchumba sugu. Anaishi na anapata watoto, anaishi suria, lakini haoni umuhimu wa kuendea sakramenti ya ndoa takatifu.
Sasa ina maana huyo tayari ana kizuizi cha sakramenti, hawezi kuchaguliwa. Nafikiri hapo nimeeleweka. Kwa hiyo tunaposema unapokea sakramenti, ina maana wewe ambaye huna kizuizi ndio unaipokea sakramenti. Nafikiri nimeeleweka hapo. Na nimeongelea swala la huzuru. Umepokea maswali? Kuna swali limekuja. Kuna swali hapa linafanana kama hili kidogo. Ndio. Anasema kama kaolewa au kuoa na ni kiongozi hajafunga ndoa inakuwaje? Sasa kanisa, unajua kanisa sio wote, ukiwa mlei sio lazima wote mwe wana ndoa. Sio, umeelewa Kuna watu wameamua kuishi bila ndoa, lakini sakramenti amezipata, yani amebatizwa, amepata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, amepata kipaimara, lakini hajafunga ndoa na aishi na mwanamke au aishi na mwanaume. Sisi tumeelewana hapo. Huyu hana kikwazo. Kwa hiyo tunachoongelea hapa ni yule mtu ambaye unaishi na mwenzako lakini hujafunga ndoa. Wewe tayari una kizuizi. Ndio. Kuna mmoja anasema anatokea, anaitwa Antia kutoka Bukoba Bilolo. Mungu awabariki. Asante sana, tunakushukuru kwa kutazama, lakini tunajua unafuatilia na utajua baadhi ya mambo mazuri hasa yanahusiana na uongozi. Huyu anasema kwa majina naitwa Rozi, nipo Shinyanga, sijaelewa. Swali langu naomba kuuliza hapo. Ndio. Ikiwa nimebatizwa na nimefunga ndoa lakini nimeachana na mume wangu, naweza kuchaguliwa? Ameachana kwa sababu gani? Kwa sababu tuangalie hapa ndoa Katoliki, ndoa au sakramenti ya ndoa ya kanisa Katoliki, ametengana na mmewe, ndio huwa tunasema huwa ile ndoa huwa hakuna kuachana. Ila ikitokea kwamba kuna changamoto zimetokea, mnaweza mkatenganishwa kwa muda, kila mtu aweze kujitafakari. Nafikiri umenielewa. Ndoa ambayo unasema kwamba sasa hii ni ile ambayo wanasema haikuwepo toka mwanzo, labda ilikuwa wewe unajua kabisa nimetoa kizazi, mwenzako ajui, na mnapelekana kwamba mimi niko safi, mnaenda kufunga ndoa, baadaye inajulikana kwamba wewe ulishatoa kizazi, ina maana ile ndoa ni batili, kwa sababu wakati maana kuna taarifa mwenzako alikuwa hana na hujawahi kumweleza. Lakini kama wewe ulikuwa na hiyo shida na umeungama na umemshirikisha mwenzako kabla ya ndoa akalikubali, hiyo haina shida. Lakini pale kunapokuwa na kitu cha msingi sana ukamficha mwenzako wa ndoa, kikaja kujulikana baadaye, ina maana ile ndoa haikuwepo kwa sababu kulikuwa na udanganyifu. Sasa hiyo ni tofauti na ili swala ambalo anasema, kwa sababu wewe kwa nini utengane na mwenzako? Kanisa linatuambia tuwe watu wa msamaha, na sisi ndio Wakatoliki. Na wewe kama unasali sala ya Baba Yetu inasema utusamee kama ambavyo na sisi tunawasamee wengine. Kwa hiyo sasa hii sala inakufunga tuwe na huruma kama Baba Yetu alivyo na huruma. Sasa wewe ambaye ni Mkatoliki huwezi kusamee. Wewe Mkatoliki unasema kwamba mimi huyu siwezi kuishi naye, alafu ina maana hapo kuna changamoto. Kwa hiyo huyu mwenye changamoto kama amuone paroko wake, amuone paroko wake, amwelezee kesi yake, atamwambia kama hii kigezo hapa umefungiwa au hapa uko huru. Kwa hiyo mimi namshauri huyu ambaye ana hilo swali afike kwenye parokia yake, amweleze paroko wake changamoto yake ya kwenye ndoa imekaaje. Kuna mwingine anatuambia, je, mwenye mitala hawezi kuwa kiongozi? Unaelewa maana mitala? Maana mitala sasa hapo ina maana anakuwa na mambo mengi, si ndio hivyo? Mwenye mambo mengi. Yaani ndoa hiyo moja lakini yuko na mwingine tena pembeni. Sasa ina maana katika kanisa Katoliki tunaamini kwamba mwanaume atamwacha babake, ataambatana na mwenzake, na hao wawili baada ya kufunga ndoa ya sakramenti takatifu wanakuwa mwili mmoja. Kwa haina watu wengine. Sasa ina maana mwenye mitala, wewe tayari unakuwa na kizuizi cha sakramenti, kwa sababu lazima uende ukaungame. Unakuwa umefanya kosa la kuzini katika zile amri za kanisa,
utakuwa umefanya dhambi ya kutamani mwanamke ambaye sio mke wako. Lakini vile vile katika sheria za ndoa unakuwa umeshindwa kushika sheria takatifu za ndoa. Kuna ile sheria ya kanisa. Nafikiri umenielewa hapo. Kwa hiyo kuna ile ya kushika sheria za ndoa. Kwa hiyo ina maana wewe unatakiwa ukapate kitubio sakramenti. Wewe jitafakari nafsi yako, jiangalie, je, mimi niko safi au siko safi? Anayekuona ni Mungu na nafsi yako, yani wewe dhamiri yako wewe na Mungu wako ujitafakari kusudi uondoe kile kizuizi. Kwa hiyo mtu ambaye ana mitala na anajulikana, yani kwamba wewe unakaa na zaidi ya mke mmoja na ujali na nini, na maana wewe ufai kwa kiongozi, tayari una kizuizi cha sakramenti. Nafikiri nimeeleweka nikisema hivyo. Haya, mwingine anasema mimi ni Clinton Kiwale, nipo mkoani Njombe, ikiwa ni kiongozi na nina ndoa changa ambayo sina shida yoyote, lakini ndoa yangu tu ni changa. Je, huyu anaruhusiwa? Yaani maana ndoa yake changa labda anaruhusiwa. Yaani ndo kafunga ndoa kafunga ndoa. Tunawahitaji vijana kwa ajili ya kubeba majukumu kwenye kanisa, na ndio maana unaona UWAKA wamekuja na UWAKA chipkizi na WAWATA wamekuja na WAWATA chipkizi. Yote hii ni kuandaa vijana, na bado kuna vijana wako kwenye ndoa, na kwa sababu umri bado ni wa vijana bado wako kwenye viwawa. Na inaruhusiwa tu anaendelea kuwa kiongozi, ila umri ukishakoma zaidi ya miaka 35 basi anakuwa kwenye UWAKA, anahamia kwenye eneo lingine. Na wapo vijana ambao bado wako kwenye uongozi wa viwawa na bado wanaingia kwenye uongozi wa kamati tendaji. Hii inaleta hamasa nzuri kwamba vijana wanajiona na mimi nashirikishwa haya matakatifu ya kushiriki katika kushauri hierarkia, na inampa uzoefu mzuri wa kuwa kiongozi baadaye wa kamati tendaji, hata mwenyekiti au katibu. Kwa hiyo tuwashirikishe, yani tunapokuwa na watu wenye umri na wengine ni vijana, basi tukachanganya humo, inasaidia sana kuwa na mtu wa kukimbia mwingine wa kushauri, basi hivyo tunakwenda vizuri. Haya, yeye anasema je, ikitokea kama kiongozi yeye ni mkubwa lakini hajafunga ndoa ila watu wanampenda, yani wanatamani wamchague? Haina shida, hajafunga ndoa lakini ina maana hana kizuizi cha ndoa na wala haishi na mtu. Unaelewa hapo Kwa sababu huyu ambaye hajafunga ndoa sio kizuizi. Naomba niliweke vizuri. Lakini yule anayekaa na mke, huyu anayekaa na mtu, huyu anayekaa na mtu mwingine wa jinsia tofauti, sababu hapa tunapoongelea ndoa ya Kikristo ni mwanamke na mwanaume. Sio ndoa za jinsia moja ya mwanamke na mwanamke au mwanaume, na hizo hatuzitambui katika kanisa Katoliki. Hapa tunaongelea kwamba ikiwa mtu anaishi na mwanamke au mme au mke au mme na wajafunga ndoa, ina maana hawa tayari wana kizuizi. Hata kama wanampenda kiasi gani. Hata kama wanampenda kiasi gani, kama nilivyosema, wamshauri kusudi aweze kupata sakramenti. Hayo nasema mimi naitwa Rhodes Sindo, natokea Mbeya. Napenda kuuliza, ukiwa na umri wa miaka 60 unaweza kugombea kwenye uchaguzi au unaweza kaenda kuchaguliwa? Ndio. Kwanza kula ni za siri. Hakuna kampeni. Sababu hii amesema naweza kugombea. Pale unachaguliwa kwa siri. Na naomba hili niseme, sisi waumini wenzako ndio tunaokuchagua. Sisi ndio tunaokuchagua. Kwa hiyo hili ni la kuzingatia sana kwamba huu uchaguzi unafanyika kwa kula za siri. Na hili nafikiri nilisema katika ile vitu vya kuzingatia nilizungumzia. Na naomba sana tulifate hilo katiba halmashauri ya walei. Kuna kitu kimoja hapa Gordon. Ndio. Mwingine anaweza kusema mimi nataka labda niwe katibu. Ndio. Kwenye kile chumba. Ndio. Wanapoanza kupendekeza majina, labda mimi nani anataka kuwa katibu, unaweza kunyoosha mkono Unajua sasa ngazi ya taifa ngazi ya taifa huku chini hakuna. Naomba mimi niseme katika ngazi hiyo ya huku chini tunaangalia zaidi hizi hekima na busara na utayari wa mtu kuweza kujitoa. Lakini naomba niseme tunarudi kwenye kula ni za siri. Hakuna kupendekeza. Hakuna kupendekeza. Naomba nirudie tena. Hakuna kupendekeza. Ile inapofika pale kwenye ngazi ya parokia ambako kuna utaalamu unahitajika, kwa mfano tunapohitaji mhasibu, mtunza hazina, tunahitaji mtu mwenye taaluma.
Nafikiri umenielewa. Na tunapotaka katibu, tunataka mtu ambaye angalau hizi mambo ya kompyuta, mambo ya nini, at least kuna ripoti nyingi sasa hivi, mambo yamebadilika, kuna vitu vingi vya kufanya teknolojia inaenda kasi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunapenda vya kuzingatia. Mtunza hazina awe na ujuzi na uzoefu zaidi wa masuala ya fedha na fani ya uhasibu. Unaona Lakini vile vile katika ngazi ya jimbo au taifa, sharti tunaangalia kwamba mtu awe na sifa za ziada. Mtu awe na sifa za ziada. Kwa sababu kule mambo ni mengi, mchaka ni mwingi, utayari unaohitajika ni mwingi, kuna majitoleo binafsi yanahitajika ni mengi. Sio ukitumwa kila sehemu kwenye utume unaanza kumwambia baba mkurugenzi, sasa nauli ya kwenda posho si nini, ni utume. Kwa hiyo sasa kuna mambo mengi ya kujitolea. Kwa mfano nimesema ngazi ya katibu, inapokuja ngazi ya taifa ni lazima awe na elimu kuanzia kidato cha 6, aidha awe na uzoefu wa kutumia kompyuta. Unaona, kwa sababu hata hii ripoti unayoiona ya ratiba ya uchaguzi viongozi wa halmashauri ya walei ngazi mbalimbali unakuta imeandaliwa na katibu chini ya utume wa idara ya walei. Haya, nadhani maswali mengi ambayo ninayapitia hapa karibu yote yanafanana na yote bila shaka tumeyajibu. Labda mmoja tu anasema mimi ni Michael Juma Mabiki, natoka kigango cha Idenyimembe, parokia ya Nyigo, jimbo la Njombe. Je, nimetoa sadaka kupitia mitandao ya simu na nimetumia kitambulisho ambacho sio changu, baraka zinamwendea mwenye kitambulisho? Kwanza sasa unatumiaje kitambulisho sio cha kwako? Hiyo ni swala lingine. Umeingia kwenye masuala mengine, sio sahihi. Na kwa sababu hicho kitambulisho ambacho sio cha kwako kikitumika vibaya, unamuingiza mwenzako kwenye matatizo ambayo jina lake linaonekana kwenye kile kitambulisho. Na naomba niseme kwamba sadaka ni mtu binafsi, na ndio maana kwamba sadaka ni siri, na ndio masomo yenyewe ambayo tunaongozwa aonaye sirini ndio anayejua, kwamba hata mkono wa kulia unapotoa mkono mwingine usijue. Nafikiri swala la sadaka sio la kupiga mapalanga au kujitangaza. Kwa hiyo unapotoa sadaka na ukainuia ile sadaka, Mungu anajua kwamba wewe ndio umetoa ile sadaka. Lakini ili swala ambalo umelitaja sasa kwamba la kutumia kitambulisho cha mtu mwingine sio sahihi. Mimi naomba kama unastahili kupewa kitambulisho kama ni cha NIDA au kitambulisho chetu cha taifa, uende ukajiandikishe upate kitambulisho cha kwako. Kwa sababu unaweza kumponza mwenzako na hicho kitambulisho. Kikiibiwa, kikafanya tukio lolote, mtu akakamatwa nacho, ataenda kukamatwa mwenzako ambako sio sahihi, utamsababishia madhara. Kwa hiyo basi tujitahidi kwenye hilo. Haya, amezungumzia swala hilo, na hapa ndani ya studio tunayo kampeni ya kutegemeza Tumaini Media kwa mwaka huu 2025, na kiasi ambacho kinatakiwa kukusanywa ni kiasi cha shilingi milioni 600. Tunakukumbusha tu mtazamaji, labda katika hili mwenyekiti wa moyo tuone kwamba hapa tungeweza kumwambiaje mtazamaji tunapoelekea kukamilisha kipindi chetu. Asante sana. Basi kwenye mwezi huu wa 6 tulifungua rasmi mwezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, na Moyo Mtakatifu wa Yesu ndio walezi wa Tumaini Media. Lakini hii redio au tunaweza kusema television, redio na magazeti kama Tumaini Media ni chombo cha Kanisa Katoliki chini ya idara ya teki. Kwa hiyo tunanufaika wote na ni kwa wabatizwa wote. Tena TV inaonekana kwenye hizo chaneli kwa wote Tanzania na nje ya Tanzania. Na redio tumeanza kwenda kwenye majimbo mbalimbali kwa ajili ya kusambaza masafa. Kwa hiyo ni jukumu la kila mbatizwa. Moyo Mtakatifu wa Yesu ni walezi, lakini ni jukumu la kila mbatizwa na yule mwenye mapenzi mema, ambaye hata sio lazima awe Mkatoliki. Kwa sababu hii redio inatunufaisha kimwili na kiroho. Yanayofundishwa kwenye Tumaini Media au kwenye redio Tumaini au kwenye magazeti
ni vitu ambavyo vinatuimarisha sisi na kutujenga kimwili na kiroho. Kwa hiyo kuna mambo ya kijamii, ya kiuchumi, lakini mambo mengi ya kutusaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo tumwambie tu tunazo kalamu ambazo zinauzwa kwa shilingi 2,500. Vingine ni hizi ni chupa. Ndiyo. Chupa hizi tunaziuza kwa shilingi 25,000 moja, lakini unaweza ukaichukua mwenyewe kwa bei yako mwenyewe kwa ajili ya kutegemeza Tumaini Media. Lakini labda mimi niwakumbushe kuna bahasha ambazo hizo bahasha zimekuja kwenye maparokia yetu kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kila mtu tunategemea kwamba amepata bahasha, na zile bahasha tunategemea angalau kila mbatizwa atoe angalau shilingi 1,000. Sio lazima shilingi 1,000. Kwa kama wewe umebarikiwa unaweza kutoa 1,000,000, unatoa 1,000,000 au zaidi kwa ajili ya kuwezesha chombo chetu. Na tuna mipango mingi tu ya kuboresha. Kama hii studio ya TV tunataka kuiboresha. Na wakaribisha mje kwenye studio ya radio, tumeshaiboresha na tunataka kuboresha mambo mengine mengi tu ya Tumaini Media. Na pengine kuna namba za akaunti za benki, au fuatilia tu kila mara unapoona hizo namba kwa wewe ambaye hukupewa hukupata bahasha. Kwa hiyo tumia hizo nambari ili uweze kushiriki baraka hizi, usipitwe na hizo baraka. Kwa hiyo usibaki nyuma katika kuhakikisha basi unaona TV inakuwa njema zaidi, lakini pia unasikia kama ni radio basi inakwenda zaidi mbali, na vile vile magazeti basi uhakikisha tunapeleka hivi vyombo vya uinjilishaji viende mbele. Wenzetu zamani walitumia majahazi sijini kutuletea injili. Na walihangaika miaka mingi. Sasa leo tukikaa tu hapa unaona kama upo, yani kimekuwa kijiji. Kwa hiyo kutumia dijitali ni vema zaidi. Kwa hiyo nikukaribishe tu Mr. Gordon, tufunge kipindi kwa sala. Asante sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji, hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuchukua muda wako kutazama kipindi hiki, lakini pia kujifunza na kujikumbusha mambo yanayotakiwa katika uchaguzi unaokuja ndani ya Kanisa Katoliki, hasa kwenye halmashauri walei. Mimi ni Selina Joseph Matuja, nimshukuru sana kaka Gordon ambaye tulikuwa naye mwanzo hadi mwisho, na nikutakie tu majukumu mema na utume mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.